tamaa kwa mume inatokana na hiyo kifungo. Sikia sauti ya nabii na ufahamu wako na nyota yako. Nataka uwe tajiri sasa, wewe wa kwanza kwenye ukoo wao, wewe wa kwanza kwenye ukoo wao, ukawe msaada, uwe taa kwa jina la Yesu. Yeyote anayetumia nyota yako, ninaileta nyota yako, ninaileta nyota yako, naileta nyota yako. Na ufahamu, uko Singida toka, yeyote anayekutumia huko, leo ninakutenganisha naye. Huyo aliyesoma akatumia nyota yako aanguke kazini kwa jina la Yesu. Anayetumia nyota yako afilisike. Anayetumia nyota yako ninampokonya leo, ninampokonya leo, ninampokonya leo. Aliyeko kazini amepandishwa cheo kwa sababu ya nyota yako, ninampokonya, ninampokonya nyota yako. Haraka, kwa jina la Yesu. Kimbia haraka, kimbia uje, kimbia, fuata hiyo sauti, fuata sauti, chomoka kwenye mwili, chomoka kwenye mwili wa huyo mtu, chomoka kwenye huyo mwili anayetumia nyota yako mwanamke, chomoka, na akaanguke kazini huyo aliyekuwa anatumia nyota yako. Kwa jina la Yesu. Huku kwa watoto wako, huku kwa mume wako, huku kwenye familia yako, na utajiri, na elimu yako, na ufahamu mkubwa. Toka huko leo, toka huko. Ninapokonya wachawi, ninapokonya anayetumia nyota. Yesu ataiona imani yako na yuko tayari kusamehe dhambi. Na ukisamehewa dhambi, shetani hana nguvu juu yako, mapepo hayana nguvu juu yako, roho zinazotawala huko zitakuwa dhaifu, sababu utakuwa umeomba msamaha. Napomalizia kuomba huyu naye ni mgeni, tutaendelea naye hatua kwa hatua. Kuna uchawi juu ya Yakobo, wala uganga juu ya Israeli.